Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Tunaenda kuangazia sajili ya darasani. Na tunaambiwa kwamba darasa ni chumba ambamo mafunzo hutolewa hasa shuleni. Na aidha ni kikundi cha wanafunzi wanaopata mafunzo pamoja. Kwa hivyo tunaona kwamba neno darasa huenda likawa na maana mbili. Kile chumba ambacho hutumika kutolea mafunzo na pia ni lile kundi la wanafunzi wanaopata mafunzo pamoja. Natumai unaelewa kile ambacho tunazungumzia. Na sajili ya darasani hutumika katika mazingira ya shule lakini katika shughuli za darasani. Kumbuka hapo mwanzo tulisema kuna sajili ya shuleni na kuna sajili ya darasani. Shule ni maeneo pana ambamo kuna darasa, kuna mabweni, kuna waridi na kadhalika. Na tunaambiwa kwamba maeneo mengine ya shule huhitaji sajili ya sehemu husika. Kwa mfano, ukiwa katika ofisi ya mwalimu mkuu, ile ofisi inapatikana shuleni. Ukiwa katika waride, ukiwa katika darasa, hayo ni maeneo mbalimbali ambayo yanapatikana shuleni. Lakini sasa tunazungumzia sajili ya darasani. Tuende moja kwa moja katika sifa za sajili ya darasani. Sifa ya kwanza tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya heshima. Nani hutumia lugha ya heshima? Mwanafunzi hutumia lugha ya heshima kwa mwalimu kwa sababu mwalimu ni mkubwa wake. Aidha, mwalimu pia hutumia lugha ya heshima kwa mwanafunzi. Huwezi ukapata mwalimu akimtusi ama akitumia lugha isiyo ya heshima kwa mwanafunzi wake. Natumai hiyo umeelewa na utaweza kueleza. Na pili, sifa ya pili tunaambiwa kwamba mwasilishi mkuu ni mwalimu ambaye hutoa maelezo kwa mwanafunzi. Ina maana gani? Ukiwa darasani kuna yule ambaye anaelekeza mwingine ama tuseme kuna yule ambaye anafunza mwingine. Kwa hivyo mwasilishi mkuu anakuwa ni nani? Ni mwalimu. Kwa hivyo mwalimu ndio humwelekeza mwanafunzi, ndio humfunza. Sifa ya tatu tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya sentensi ndefu hasa zile za mwalimu. Kwa nini mwalimu atumie sentensi ndefu katika mazingira ya darasani? Ni ili aweze kutoa maelezo zaidi na aweze kufafanua hoja zaidi. Naam. Sifa ya nne tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha sanifu. Kumbuka, darasani ni mazingira rasmi. Na katika mazingira rasmi, lugha rasmi hutumika na lugha rasmi huzingatia kanuni za lugha ama kanuni za sarufi na basi lugha huwa sanifu. Kwa hivyo, tunaposema kuna matumizi ya lugha sanifu, ina maana kwamba hakuna kukiuka kwa kanuni za sarufi. Tano, tunaambiwa kwamba kuna kurejelea naam. Kurejelea ina maana kwamba wakati kazi za watu wengine huwa zinarejelewa. Tuseme ulikuwa unafunza, mwalimu alikuwa anafunza, kuna mahali ambapo atakuwa anarejelea kazi za watu wengine. Hasa katika masomo kama fasihi, tuseme alikuwa anafunza ngano, huenda akarejelea kwa mfano ngano kuhusu fumo liyongo, kama ni historia, dini, kemia, fizikia na kadhalika. Yaani reference ndio tunamaanisha kurejelea. Sita tunaambiwa kuna matumizi ya lugha huwa na urasmi mwingi. Kuna utaratibu wa ni nani aseme nini, wakati gani na kwa namna gani. Ina maana gani? Tunaposema lugha ya urasmi, kwamba mwanafunzi pengine hawezi akaanza kuzungumza iwapo hajapewa ruhusa na mwalimu. Anapopewa ruhusa ina maana kwamba lazima azingatie anazungumza nini. Kuna mambo yanayozungumzwa darasani na kuna mambo mengine ambayo hayawezi kuzungumzwa darasani. Kwa hivyo ina maana nani aseme kwanza, aseme nini na aseme wakati gani. Kwa mfano, mwanafunzi ana ruhusa ya kusema tu anapopewa nafasi na mwalimu. Saba tunaambiwa kwamba kuna kuzingatia kanuni. Naam. Kanuni ina maana kwamba mwanafunzi hawezi kuzungumza bila idhini ya mwalimu. Kwa hivyo anazingatia kanuni za pale darasani. Kanuni ni kama tu sheria. Nane tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati wa kitaaluma. Ina maana kwamba msamiati unaotumika hutegemea uwanja wa kitaaluma inamotoka mada inayofundishwa. Tuseme kwa mfano, mwalimu alikuwa anafunza kemia, atatumia lugha inayohusiana na kemia. Huwezi ukakuwa unafunza kemia lakini unatumia msamiati ambao unapatikana katika historia au dini, mambo kama hayo.
Na 9, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya mbinu maalum za mawasiliano. Kumaanisha nini? Mbinu hizi ni zile ambazo hutumika kutambulisha umuhimu au mpangilio wa hoja. Mwalimu anapofunza, pengine alikuwa anatoa hoja, anatumia mbinu kwamba ataanza na hoja ya kwanza, aende hoja ya pili, ama aanze na utangulizi, ama aanze kwa kufafanua mada, utangulizi, hoja ya kwanza, hoja ya pili kuelekea. Ina maana kwamba hiyo ndio tunamaanisha mbinu maalum ya mawasiliano. Kuna utangulizi, kuna mwili, kuna hitimisho pengine, ama kuna kutanguliza mada, kuifafanua, kupeana mifano, inategemea tu na somo. Na 10, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati maalum kama vile masomo, mwalimu, na kitabu, dawati. Huu ni msamiati ambao utatumika katika mazingira ya darasani. Kila wakati tunaposema msamiati maalum, ukumbuke kwamba ni msamiati ambao unatumika katika mazingira mahususi. Kwa sasa tutakomea hapo. Tupatane katika video nyingine tuweze kujadili sajili ya shuleni. Na nirudie na nisisitize, kuna tofauti kati ya sajili ya shuleni na sajili ya darasani. Shuleni ni mandhari mapana ambapo kuna darasa na kuna maeneo tofauti tofauti ambayo yatakuwa na sajili tofauti tofauti. Kwaheri kwa sasa. Endelea kusubscribe na kushare. Iwapo una swali, uliza katika comment section. Utajibiwa ama utapata mwenzako akikujibu na tutazidi kusonga. Naam.